ukifaidika online utapata la duniani. Ukipenda kuniona pale wakati na swali, wakati nasoma baraza nje, Allahumma salli ala Muhammadi ya Rabbi salli alayhi wa sallim, ndo mimi kingwendulie mzee wa la duniani. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike, like upate la duniani. إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Jana tulianza suratul Fajr, tukawa tumetaja na utangulizi kidogo wa suratul Asri, sura ambazo zina mahusiano makubwa na hizi sala mbili, sala ya alfajiri na sala ya alasiri. Na sababu yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ametaja fadhila ya hizi sala mbili, fadhila ya hizi sala mbili ambazo zina fadhila kubwa sana, ukijumlisha na maghrib, ukijumlisha na salatu dhuhur. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiapia ile siku ama ule wakati wa alfajiri kutokana na uzito wake, na akauapia wakati wa alasiri kutokana na uzito wake. Allah akasema wal fajri, na uapia wakati wa alfajiri, wa layalin ashri, na nayapia masiku 10 ya mwanzo wa mfungo 3. Sasa ndugu zangu, kupitia Mtoro TV katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa, leo tarehe 25 jioni, hizi swala za alfajiri na alasiri zinasababisha leo tuingie katika faida nyingine hapa hapa kwa ajili ya kupata faida. Wakati nimemaliza kusali na kuleta nyaradi ambazo nitazisoma hapa, kuna ndugu yangu mmoja nimemkuta amekaa pale, nikamkuta amekunja vidole hivi, anakunja vidole. Nikashindwa, nikamwacha kumsalimia kwa sababu nikimsalimia nitakuwa mimi nimemnyima thawabu, ama thawabu yeye atapata, lakini mimi nitakuwa nimemkosesha. Na haya ni mambo ndugu zangu, lazima sisi mashehe tuwafundisheni ili mpate faida. Sasa Abu Dharr al-Ghifari, sahaba huyu ambaye amefia Rabtha radiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah qala, hakika mtume wa Allah amesema, man qala fi duburi salati al-fajri. Nisikilizeni vizuri waislamu wenzangu, man qala fi duburi salati al-fajri, Muislam atakayeleta uradi huu baada ya sala ya alfajiri, akawa ametoa salamu, mshasema astaghfirullah 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 mara tatu, Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalal wal ikram, kiasi atakachokuwa amejaliwa anachokifahamu. Kisha akasema Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Kisha asome ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima shaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Kisha kwa sababu ya salatul fajr unasoma uradi huu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unasoma uradi huu, Mtume akasema 10 maratin, unasoma mara 10. Yani utakapokuwa tayari umetoa salamu baada ya swala alfajiri au baada ya swala maghrib, swala hizi mbili, baada ya swala alfajiri au baada ya swala almaghrib, umetoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kisha unasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kisha unasema vile ulivyokuwa umekaa mkao ule, Mtume akasema wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallama, hali ya kuwa ameikunja miguu yake ule mkao wa tahiyatu kabla hajaongea na mtu. Kuna watu wengine salatul fajri na salatul maghrib akishatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, anamgeukia mtu kulia anampa mkono, anamgeukia mtu kushoto anampa mkono. Hapana, tusifanye hivyo. Na ikitokea umempa mtu mkono akawa hakukupa mkono, ukamwona ameshughulika na nyiradi, usimlaumu, yupo sahihi. Kwa hiyo Mtume akasema wa huwa thani rijlaihi, hali ya kuwa amekunja miguu yake, yani vile alivyokuwa amekaa tahiyatu ya mwisho ile, kabla an yatakallama, kabla hajaongea na mtu yote. Sawa, unasoma uradi gani? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unausoma uradi huu mara 7, samahani, unausoma uradi huu mara 10. Mtume anasema kutiba lahu 10 hasanatin, huyu Muislamu aliyosoma uradi huu anaandikiwa thawabu 10, mema 10. Wa muhiya anhu 10 sayyiati, pale pale alipo anafutiwa madhambi 10. Wa rufi'a lahu 10 darajatin, anapandishwa daraja 10 kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yaumahu dhalika kullahu, inakuwa ile siku yake yote kuanzia alfajiri alipoleta ule uradi mpaka kufika adhuhuri, mpaka alasiri, mpaka magharibi, fi hirzin, anakuwa katika ulinzi, min kulli makruhin, kutokana na kila jambo baya, wa hurisa min shaytan, na analindwa kutokana na shaytan. Walam yambaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm, na siku ile inakuwa dhambi kwake yani anakuwa anapewa taufiki ya kutokufanya dhambi, illa shirka billah, isipokuwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu ndio kunaweza. Kama atafanya dhambi ya shirki inaharibu namna ile. Rawahu Tirmidhi, hadithi ipo katika Sunan Tirmidhi. Wa qala hadha hadithun hasanun sahih, ipo katika babu thawabu kalimatu tauhid, hadithi 2474. Wa rawahu an-Nasa'i fi amali al-yawmi wal-layla, hadithi ya 117. Kwa hiyo hapa tunapata fundisho kwamba tunaweza tukaleta uradi huu. Ni swala hizi mbili, swala ya alfajiri na swala ya maghribi. Katika riwaya nyingine ya Muadh kwamba waman qala hunna hina yansarifu min salati al-asr u'tiya mithlu dhalika fi laylati, na mtu atakayeleta uradi huu vile vile baada ya swala ya asr kama ulivyofanya wakati wa alfajiri, basi unapewa thawabu mfano wake. Kwa hiyo ndugu zangu, katika salatu al-fajr tukishatoa salamu, pale pale ulipotulia unasemaje? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na kariri namna hii kwa ajili ya kutoa faida kwa umma wa Kiislamu.
Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ukimaliza unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unausoma uradi huu baada ya alfajiri na baada ya magharibi, ukiwa umekaa mkaule uliokaa katika tahiyatu. Unasoma mara ngapi? Mara 10. Mara 10. Baada ya hapo unaongeza uradi mwingine, ndugu zangu, unaongeza uradi mwingine. Leo nasimama katika hii alfajiri, inshallah tutaendelea na aya katika nini kwa ajili nyiradi. Ndugu zangu, nyiradi zimepotea misikitini, watu hawana muda wa kuleta nyiradi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta nyiradi baada ya swala. Sisi kwa nini hatulete nyiradi ndugu zangu? Tuna haraka gani? Tuna mazito, tuna dhiki mbalimbali, tuna madhambi mbalimbali. Sasa hebu angalia uradi huu unausoma, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unausoma mara 10, unaandikiwa thawabu 10, unafutiwa madhambi yako 10, alafu unapandishwa daraja, hadhi, cheo. Unapandishwa cheo kwa Mwenyezi Mungu siku ile alfajiri au siku ile magharibi, unapandishwa cheo. Yani malaika wote wanajua kwamba fulani bin fulani au fulani binti fulani, huyu mama fulani leo, huyu dada fulani, sawa, huyu bibi fulani leo, huyu babu fulani leo, huyu kijana fulani leo amepandishwa daraja. Yani malaika wote wanajua kwamba umepandishwa daraja, na wale malaika walioko pale wanaona namna unavyopandishwa daraja. Kwa nini tusitulie kuleta nyiradi ndugu zangu? Tunakwenda wapi? Tunakimbilia nini? Fadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi Mungu wenu na mimi nitakutajeni. Nikumbukeni sana mimi Mungu wenu na mimi nitakukumbukeni. Sasa ni nani atakaye kukumbuka zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sawa. Kwa hiyo huo ni uradi. Sasa uradi mwingine utakaoongeza wakati wa maghrib na alfajiri ni huu hapa tunaopata katika hadithi hii. An Muslim ibn al-Harith at-Tamimi radiyallahu anhu an Rasulillah, sahaba huyu anasimulia an Rasulillah, kutoka kwa mtume, annahu asarra ilayhi. Huyu sahaba Muslim ibn al-Harith at-Tamimi asema asarra ilayhi, mtume alimnong'oneza huyu sahaba, alimnong'oneza huyu sahaba. Faqala, akamwambia Muslim ibn al-Harith, nasikiza nikwambie, ananong'onezwa na mtume wa Mungu. Akamwambia idha sarafta min salati al-maghrib, ukimaliza kusali maghrib, faqul, soma dua hii, soma uradi huu, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Soma 7 marati, soma mara 7. Mtume akamwambia fa innaka, hakika wewe Muslim ibn al-Harith, idha qulta dhalika, kama utausoma uradi huo baada ya swala al-maghrib, thumma mutta fi lailatika, ikatokea umekufa jioni ile, ima wakati wa isha ama usiku, kutiba laka jiwaru minha, unapewa kibali cha kuepushwa na moto. Yani unakufa tu, roho ikitoka, kama utakuwa umeusoma uradi huu, basi unakuwa na kibali tangu roho inatoka siku ile kwa kusoma ule uradi. Malaika wale wa kaburini wakiona kile kibali nasema, jamani, huyu jamaa si wa kawaida, kibali kishatoka kwa Mungu. Sawa. Chukua mfano, nitoe mfano wa kidunia. Mnaambiwa mpite pahala fulani, sawa, watu wa usalama inabidi wakusimamisha kwa sababu ni wajibu wao lazima, lakini unaonyesha kitambulisho hivi, mwambie mheshimiwa, pita. Ukionyesha hivi
kitabu hicho kizito sana, sema kakipata wapi huyu? Wakiona tunamna hii. Sasa hapa ni duniani, sawa? Maana kule akhera hakuna mheshimiwa wala nani, akhera ni matendo mema tu basi. Sasa Mtume akasema, akamwambia fa innaka idha qulta dhalika, kama utausoma huo uradi. Waislamu mnisikie vizuri popote pale mlipo, na hapa mwenye mkuu na akina mama akina baba mnanisikia huko. Watu nadhani watakuwa wameshughulishwa na mpira, hatuchezi, tunacheza, shauri yao, lakini tunatekeleza wajibu wetu mashaikh, sawa? Na nikiulizwa siku ya kiyama nitaambia niliwaambia, na msikitini nilikuwa na watu wa kuhesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na watu 17 basi. Simeona msikiti ulivyokuwa umejaa wakati wa maghrib. Watu wamepungua sasa hivi. Wako wapi? Je, ingelikuwa TV imefungwa msikitini hapa, wangeondoka? Asingeondoka mtu hapo. Mtu akisema nasikiliza darasa hapa, kumbe anataka angalia mpira. Lakini hadha ma yahumuna, sawa, hayatuhusu. Sasa Mtume akamwambia fa innaka, hakika wewe, idha qulta dhalika, utakapousoma uradi huo, thumma mutta fi lailatika, kisha ukafa usiku wako ule, kutiba laka jiwarum minha, unaandikiwa, yani unapewa kibali cha kulindwa na moto. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Kwa hiyo Allahumma ajirni minan nar unausoma uradi mara ngapi? Mara 7. Ule wa kwanza baada ya kutoa salamu unasemaje? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unausoma mara ngapi? Mara 10. Yani ule utakaosoma kule umeandikiwa thawabu 10, umepandishwa daraja vyeo 10, umefutiwa madhambi 10, huku unapewa kibali. Unasemaje unavyoishi duniani ndugu zangu? Na huku umeswali salatul fajr, umepata thawabu za usiku mzima, sawa? Mtume akamwambia wa idha sallaita subha, na ukimaliza kuswali asubuhi vile vile, faqul kadhalika, bimaana kama qulta fi salati al-maghrib, soma uradi ule. Kwa ina maana hata katika salatu subhi, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, astaghfirullah, mpaka Allahumma anta salam, kisha unakuja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kisha unasema Allah mara 10, kisha unasema Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Haya, Mtume akamwambia fa innaka in mutta fi yawmika, kama utakufa siku ile, si umeswali alfajiri, baada salati alfajiri katokea qadari ya kifo, sasa ndio imetokea, ni mwanamume au mwanamke, bas ana kutiba laka jiwaru minha, pia vile vile alfajiri anapewa kibali. Rawahu Abu Daud fi as-Sijistani fi sunanihi babu ma yaqulu idha asbaha, hadithi 5079. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, nyiradi hizi zinatupita, wallahi zinatupita hivi. Tatizo ni nini Waislamu wenzangu? Tunapitwa na fadhila kubwa hizi, tunapitwa na fadhila kubwa hizi. Sasa mimi mwenyewe nilivyojiwekea mimi katika maghribi na alfajiri, nafanyaje? Nikishasali salatul fajr, imamu akishatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, na mimi nikishatoa salamu baada ya imamu nasema astaghfirullah mara 3, Allahumma anta salam, nasoma na ayatul kursi, kisha naanza Allahumma ajirni
minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, mara 7. Nikimaliza hapo nasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mara ngapi? Mara 10. Nikishausoma uradi huu mara 10 ndio ninasema subhanallah subhanallah mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mara 33. Mara ngapi hiyo? 99. Kisha tunasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ina maana inakuwa tayari nimemtaja Allah mara ngapi? Mara 100. Ninamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, ninamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sala, dua ambayo itapata baraka kwa Mwenyezi Mungu kama haina salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu salatu ala nabi ni moja katika ya ibada kubwa sana ambazo Waislamu tumezisahau sana sana sana, na ina fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ebu tumwangalie mtume sallallahu alayhi wasallama anatufundisha nini kuhusu salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam. Kama itakuja hadithi ya haraka haraka hapa tutaisoma, kama hatukuipata basi tunaweza tukaendelea ili kuweza kupata faida. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema hivi, anna Rasulullah qala, hakika mtume wa Allah amesema hivi, aula nasi bi yawmal qiyama, mtu ambaye atakayekuwa kwangu ni bora, nitampa kipaumbele siku ya kiyama, aktharuhum alayya salatan, ni wale waliokuwa wakiniswalia sana duniani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ama wa ali Muhammad, isiyo ugomvi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, isiyo ugomvi kuweza kuwekeana darsa, mihadhara, sijui nini, raddi. Hapana, nia Mwenyezi Mungu anaangalia. Kwa hiyo salatu ala nabi, ndugu zangu, ina fadhila kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumswalia mtume kuna faida kubwa sana 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 sana. Hiyo ni hadithi katika Sunan Tirmidhi, babu ma jaa fi fadli salati ala nabi, hadithi ya 484. Hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, inasimuliwa na Abu Umama, anasema qala Rasulullah, mtume anasema akthiru alayya min as-salati fi kulli yawm al-jum'a, enyi waislamu niswalieni sana mimi mtume kila siku ya Ijumaa. Waislamu mpo hapo? Enyi waislamu niswalieni sana mimi kila siku ya Ijumaa. Kesho si Alhamis, basi kila siku ya Alhamis ya Ijumaa niswalieni sana. Fa inna salata ummati, hakika sala wanazoniswalia umati wangu, tumradu alayya fi kulli yawmi jum'a, ninaoneshwa mimi kila Ijumaa. Faman kana aktharahum alayya salatan, yule ambaye katika umati wangu ni mwanamume mwanamke, kijana mtu mzima, tajiri maskini, atakayekuwa ananiswalia sana siku ya Ijumaa, kana aqrabahum minni manzila, huyu atakuwa karibu na mimi katika daraja siku ya kiyama, katika watu watakaokuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni hadithi ya pili, inaonyesha uzito wa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya tatu anaisimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahaba huyu amefariki akiwa na umri wa miaka 130,
akiwa amezika wajukuu wake akiwa hai, wajukuu zake amezika wajukuu 20. Mwenyezi Mungu alipokea dua ya mtume. Mtume alimwombea sahaba huyu mambo matatu, akaambia Mwenyezi Mungu akuongezee umri mrefu, Mwenyezi Mungu akupe kizazi kikubwa, na Mwenyezi Mungu akupe riziki kubwa. Zote hizo tatu. Ndio maana Anas ibn Malik, Madina, wakati watu wanavuna, msimu wa kuvuna mitende, yeye anapanda. Wakati watu wanapanda, yeye anavuna. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na ameishi nyumbani kwa mtume, na alikuwa kazi za nyumbani za mtume kama kijana wake anamsaidia sallallahu radhiyallahu anhu. Anasema mtume anasema akthiru alayya salata yawm al-jum'ah, akthiru alayya salata yawm al-jum'ah, niswalieni kwa wingi siku ya Ijumaa Waislamu. Fa innahu atani Jibrilu anifa, Jibril amenifata sasa hivi, amenijia sasa hivi, an rabbihi, kutoka kwa Mola wake. Faqala, Jibril ametoka kwa Mwenyezi Mungu amenifata akanambia, ma ala al-ardi min muslimin yusalli alayka marratan wahida, ikiwa atakuwepo Muislamu duniani akakusalia mara moja tu, akasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kana aqrabahum minni manzila, huyu atakuwa karibu na mimi. Kwa ndugu zangu tujitahidi sana. Huyu ni Anas ni akthiru salata alayya yawm al-jum'ah fa innahu atani ma ala al-ard, ikiwa Muislamu atamsalia mtume mara moja, illa sallaitu ana wa malaikati alayhi 10. Mtume anasema ikiwa utamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja, basi Mwenyezi Mungu amemtuma Jibril kumwambia mtume kwamba illa sallaitu ana wa malaikati, mimi, ina maana Mungu na malaika wake wanamswalia huyu aliyemswalia mtume sallallahu alaihi wasallama mara 10. Rawahu at-Tabarani an Abi Dhilal anhu wa Ibn Dhilal wa thiqa. Hai hadithi ya 498. Ndugu zangu, katika moja ya hadithi ambazo zinaonyesha uzito wa salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, ngoja niisome hii ya mwisho. Ka'b radhiyallahu anhu, Ka'b radhiyallahu anhu anasema kana Rasulullah, ilikuwa ni kawaida ya mtume, idha dhahaba thuluthal layl, inapoondoka theluthi ya usiku. Theluthi ya usiku ni saa ngapi jamani? Kuanzia saa ngapi? Saa 6, saa 9, kuanzia saa 9. Huyu Ka'b, ina maana walikuwa wanamfuatilia mtume. Sawa, kama vile kuna baadhi ya mashekhe hapa Tanzania utakuta, kwa sababu wanakuwa na madrasa pale, utakuta kuna vijana kutoka mikoani wanakuja kusoma pale. Sasa kuna vijana ambao wanakuwa hapo karibu sana na shekhe, wanamwangalia shekhe namna manhaji yake ilivyo. Sasa huyu Ka'b anasema kana idha dhahaba thuluthal layl, ilipokuwa inapoondoka theluthi 2 za usiku, qama, mtume alikuwa anasimama usiku. Faqala, alikuwa anasema neno haya, ya ayuhan nasu, enyi watu, udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu. Udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu jamani. Jaatir rajifatu tatba'uha radifa, jamani inakaribia baragumu la kwanza na litafatiwa na la pili. Jaa almautu bima fihi, jaa almautu bima fihi, jamani kifo kinakaribia na yaliomo katika kifo. Mtume anawakumbusha kwa sauti. Qala Ubay, sasa Ubay alipomsikia mtume anasoma maneno haya, sikilize vizuri sana. Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni ukthiru salata alayka, mimi Ubay nakuswalia sana. Inni ukthiru salata alayka, mimi wallahi kwa siku nakuswalia sana. Fakam aj'alu laka min salati, hebu niambie nikuswalie mara ngapi mimi ya Rasulullah? Qala ma shi'ta, niswalie kiasi unachotaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mara 20, mara 50, mara 30. Qala Ubay anasema qultu, nikamwambia ar-rub'a, nikuswalie siku yangu yote, nikuswalie robo siku. Akaambia ma shi'ta, unavyotaka. Fa in zitta, ukiongeza zaidi ya robo ni ngapi nakuja?
nusu. Ukizidisha zaidi ya robo, fahuwa khairun laka, itakuwa ni bora. Ina maana ukiniswalia mimi siku nzima ni bora. Qultu fanisfu, unasemaje nikuswalia kutwa nzima ya Rasulullah? Yani masaa yote nikuswalia nigawanye nusu. Qala ma shi'ta, utakavyo. Mtume akamwambia wa in zidta fahuwa khairun laka, ukizidisha kuniswalia ni bora. Qultu fathuluthaini, ya Rasulullah, kutwa nzima nikuswalie theluthi mbili. Qala ma shi'ta, kiasi utakacho. Fa in zidta, ukiongeza, fa huwa khairun laka. Qultu, sahaba yule akamwambia usiku hapo, aj'alu laka salati kullaha, yani kila sala yangu nitakayosali, alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi, ama ni siku ya Ijumaa, nitakuwa na kuswalia wewe tu. Sikilizeni hapo, kuna kitu kinakuja, muangalie faida salatu ala nabii. Yule bwana akamwambia mimi nitakuswalia siku zote wewe tu, siku zote nitakuswalia wewe Mtume. Mtume akamwambia idhan, kama utaniswalia mimi kutwa nzima, tukfa hammaka, mazito yako yataondolewa, dhiki zako utaondolewa, una shida zako zitaondolewa, una mambo yako, haja zako zitaondolewa. Faida ya pili, wa yughfaru laka dhambuka, utafutiwa madhambi yako. La ilaha illa Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hapa tunapata faida gani? Kwamba miongoni mwa dua nyiradi zitakazosaidia kumuomba Mwenyezi Mungu shida zetu ni nini? Salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Nasemaje ndugu zangu? Hiyo imetulia, haijatulia? Imetulia sana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى الله. Nifutie madhambi kwa baraka salatu ala nabii, kwa sababu Mtume Mwenyezi amesema hapo, ya Rabbi na shida zangu 1 2 3. Ya Rabbi sina wateja, hawajaja kunitafuta, hawajabisha hodi. Unacheka sawa, kilinge hicho chukua hicho. Salatu ala nabi. Mtume akamwambia idhan, kama utaniswalia mimi kutwa nzima, tukfa hammaka, utaondolewa mazito yako, utaondolewa mazito yako, mazito yako, shida zako. Menelewa jamani? Ina maana hata kama ni kwenye maokoto, muombe Mwenyezi Mungu, mswalie sana Mtume ili upate maokoto. Mtume akasema wa yughfaru laka dhambuka, utafutiwa dhambi zako. Rawahu Tirmidhi qala hadha hadithun hasanun sahih. Babu fi targhib fi dhikrillah, hadithi 2457. Ndugu zangu, kuanzia leo tusiache kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio mnasemaje hapo? Nasemaje hapo? Sawa, tusiache kumsalia sana Mtume. Panga mwenyewe unafanyaje? Sawa. Ina maana hata wakati wa kulala tumsalie sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sana sana sana, hasa usiku wa Ijumaa, kwa mkia Ijumaa tumsalie sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ukimaliza unasema ya Rabbi, nifutie madhambi yangu ya Rabbi, kama alivyosema mtume wako mwenyewe katika hadithi, na mazito yangu kwa baraka ya salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, na mazito yangu 1 2 3. Unatazama 1 2 3, nitolee shida zangu. Waislamu sijui mmeichukua hiyo? Tumeelewana hiyo? Yote inatoka kwenye nini? Walfajri walayali ashri. Tumeelewana vizuri? Haya, kwa hiyo vyovyote salatu ala nabii sallallahu alayhi isije kuwa ugomvi. Sawa, tumeelewana vizuri? Mimi namjua kuna jamaa yangu
wakati nimeshamzoea. Kuna nyakati fulani za mchana ama asubuhi huwa simpigi simu kusalimiana au utani wakati mwingine. Sasa siku nyingine nampigia simu, unaweza kumpigia mara 3 mara 4, hapokei. Anaambia bana, pale nilikuwa katika salatu ala nabii. Pale unapiga simu ndio nimefika ya 6000 salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, tumswalie sana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hizo nyiradi za alfajiri ndugu zangu, tuzishike sana, tuzichukue sana sana sana, ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ninakwenda katika kitabu kingine kinachoitwa Adabul Mashyi ila Salati. Mwandishi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Amezaliwa mwaka 1115 Hijria na amefariki mwaka 1206. Katika ukurasa wa 49 akasema, watusannu salatu ala nabii, ni sunna kumswalia mtume. Muhammad ibn Wahhab sema ni sunna kumswalia mtume fi ghairi salati, isiyokuwa ndani ya swala, yani nje ya swala. Akasema watataakadu taakudan kathira, imesisitizwa sana kumswalia mtume inda dhikrihi, anapotajwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imesisitizwa sana. Huyo ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Akasema wa fi yaumil jum'ati wa lailatiha, na siku ya Ijumaa na usiku wa Ijumaa, yani Alhamis kuamkia Ijumaa, kumswalia sana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, natakiwa huyo ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab katika kitabu chake hicho, sawa, ambacho nimekisema ni salatu ala nabii sallallahu alayhi, yani adabul mashi ila salah. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab namuuliza tena, nini faida ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam nyingine? Akaja akasema, nakwenda katika kitabu chake hiki rahimahullah, ngoja nitafute sehemu nyingine katika ile Allahumma ajirni minan nar. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab anasema Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Haya, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, si kuna hadithi tumeisoma hapo kwamba mtume amesema usome Allahumma ajirni mara ngapi? Minan nar, mara 7. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akasema hivi, wayaqulu ba'da salati al-fajr, muislamu anatakiwa asome baada ya swala al-fajiri, wa salati al-maghrib, na sala ya maghrib, kabla an yukallima ahadan minan nas, kabla ya kuzungumza na mtu katika watu, Allahumma ajirni minan nar 7 maratin, Allah nilinde kutokana na moto mara 7. Huyo ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, kitabu chake kinachoitwa Adabul Mashi ila Salah, ukurasa wangapi? Wa 55. Ni chapa gani? Chapa ya ni tab'atu thaniya, ni chapa ya pili, imechapishwa na Daru At-Tuwaiq, imechapishwa na Daru At-Tuwaiq, ni chapa ya pili, sawa, ambayo ni chapa imechapishwa mwaka 2007 sawa na mwaka 1428, imechapishwa na Daru At-Tuwaiq linashri wat-tawzi'. Kwa hiyo ina maana hizi ni nyiradi, sawa. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akaongeza tena, wa yusannu dhikrullah, ni sunna wewe muislamu kumtaja Allah, wa duau, na kuomba dua, wal istighfaru, na kusema astaghfirullah aqiba salati, baada ya kuswali. Tena akatufundisha akasema astaghfirullah 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 3. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Hizo ni nyiradi ndugu zangu,
tunazotakiwa kuzileta baada ya salatu alfajiri na baada ya salatu almaghrib. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyotufundisha. Ndugu zangu, tusiziache nyiradi, tusiziache nyiradi. Ka'b ibn Ujra anasema hivi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema, muaqibatun, qala alulama tasbihatun bimaana adhkar. Muaqibatun, nyiradi, la yakhibu qailuhunna, hatopata hasara atakayezisoma. Waislamu mnanisikia? Nyiradi hatopata hasara mtu akizisoma, au fa'iluhunna, au atakayezifanya nyiradi hiyo. 33 tasbihatan, unasema subhanallah, 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 mara 33. Wa 33 tahmidatan, unasema alhamdulillah, 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 mara 33. Wa 34 takbiratan, na kusema kuleta takbira mara 34. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, fi duburi kulli salah, kila unapomaliza sala. Rawahu Muslim, babu istihbabu dhikri ba'da salah, hadithi 1350. Ndugu zangu, hizi nyiradi tunaziacha. Mtume ametuambia hupati hasara. Kwa nini tunaziacha? Kwa nini tunaacha nyiradi? Ndugu zangu, tunakimbia sana. Sawa, tunakimbia nyiradi ndugu zangu. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimalizie na hadithi hii, fadhila ya kuleta nyiradi ndugu zangu, nyiradi hizi za baada ya swala. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, anna fuqara almuhajirin, maskini wa muhajirin ambao walikuwa wametoka Maka kuhamia Madina, ambao hali zao ni duni sana. Sawa, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah, walimwendea Mtume. Walipomwendea Mtume, wale walikubaliana, jamani, tumfuate Mtume, mambo yamekuwa mazito, twende tukapate nyiradi. Kwa lugha siku hizi anasema tukapate vilinge, mambo yamekuwa ya shida, pesa tabu, riski tabu, twende kwa Mtume akatufundishe. Kumbe wanakuja kwa Mtume, Abu Huraira yupo pale. Faqalu, wakamwambia Mtume, dhahaba ahlu duthuri bidarajati alula wan na'im almuqim. Ya Rasulullah, sisi tumekuja hapa, matajiri wafanyabiashara wamechukua thawabu zote, wao ndio kila kitu wanafanya. Mtume akamwambia, wama dhaka, hizo thawabu zenyewe wamezichukua ni vipi? Hizo thawabu walizochukua ni zipi? Qalu, wakamwambia, yusalluna kama nusalli, hawa matajiri wanasali kama tunavyoswali. Si maskini tunaswali na maisha yamebana, na wao wanaswali. Wayasumuna kama nasum, wao wanafunga Ramadhani na sisi tunafunga, na wanafunga Alhamis na Jumatatu na yale masiku meupe tunafunga na sisi. Wayatasaddaquna, lakini wao wametushinda, wana uwezo wa kutoa sadaqa, wala natasaddaqu, sisi hatuna cha kutoa sadaqa. Wayurtiquna, wao kuna watu walikuwa ni watumwa kabla ya Uislamu, wao wanatafuta hao watu kuwanunua na kuwatoa katika utumwa, wasiwe watumwa. Wala nutiqu, sisi hatuna uwezo. Faqala Rasulullah, Mtume akawaambia, afala uallimukum shay'an, je, nisikufundisheni uradi, dua, tudirikuna bihi man sabaqakum, mtawafikia wale waliokutangulieni katika hayo mliotaja hizo fadhila. Watasbiquna bihi man ba'dakum, na mtawashinda kwa kuleta huo uradi nitakayokufundisheni. Wala yakunu ahadun afdala minkum, hata mfikia mtu kuwa bora kuliko nyinyi, illa man sanaa mithla ma sana'tum, isipokuwa atakayefanya uradi huu kama atakavyowafundisha. Qalu, Abu Huraira anasikia. Sasa kumbe pale Mtume anasema matajiri wa Madina wapo msikitini, wafanyabiashara wapo na wao wanasikia. Mtume akamwambia, tusabbihun
semeni subhanallah. Wa tukabbirun, semeni Allahu akbar. Wa tahmadun, na mseme alhamdulillah fi duburi kulli salatin, kila mtakapomaliza sala ya faradhi 33 marra. Yani mkimaliza kusali semeni subhanallah, 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 subhanallah mara 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mara 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mara 33. Faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakawa wamerudi wale mafakiri waliondoka. Si walipoondoka kaondoka na ule uradi, wakaona wao wamepata, wakarudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalu, wakamwambia sami'a ikhwanuna ahlud duthul amlul amwal bima fa'alna, ndugu zetu wale matajiri wamefanya ibada zile, ule uradi ule utufundisha ule. Si kuna wakati mwingine tunafundishana nyiradi hapa msikitini, sawa? Zile nyiradi tunafundisha na wao wamefanya, fafa'alu mithlahu, wamefanya vile vile. Faqala rasulullah, ikashuka aya dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, ni aya katika suratul Jumaa. Hiyo ni neema ya ziada Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Rawahu Muslim, babu istihbabu dhikri ba'da salah, hadithi 1347. Ndugu zangu, nyiradi hatuleti, sawa? Hatuleti nyiradi baada ya sala. Yani watu wakishatoa salamu wanamkodolea imamu macho hivi. Mbona inapofika kwenye mambo mengine watu ni mafundi? Unamkuta mtu anachambua habari ya mpira wenyewe hajui kucheza, lakini inapofika msikitini anataka afundishe kuleta uradi. Subhanallah, mwingine utakuwa alhamdulillah, siku nyingine anamwangalia mtu Allahu akbar, hajui. Lakini akitoka nje fundi wa kila kitu, sawa? Dua, unamkuta mtu kishanyanyua mikono hivi, tena yuko hivi anamwangalia imamu, manake leo dua utaleta uleti. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu amin amin amin, unamwona amin amin sallallahu alaihi wasallam anasema pap, huyo kaondoka. Mwingine inaomba dua kaweka mikono hapa chini, unaomba mikono chini. Hapana, onyesha udhalili. Hivi ukienda kuomba shida kwa mtu mwenye uwezo, si unatakiwa uwe dhalili? Wewe unakwenda pale kwa mtu una shida ya kuomba buku kama 5 hivi 6, afu umeweka mikono mfukoni, umekaa kimwamba bwana, mimi nimekuja hapa. Sasa vipi? Hela utatoa utoe? Mimi hapa sina hata buku hapa, sina hata shilingi 1000. Hiyo ni jeuri ya umaskini, na maskini amekatazwa kuwa jeuri. Maskini acha jeuri upate kusaidiwa. Mtu anasema bwana mimi maskini lakini jeuri, utakufa na njaa yako. Shauri yako kuwa mpole. Tumeelewana? Kuwa mpole. Sasa ndugu zangu, tunatakiwa sisi tuyakumbuke haya, tuyafanye, tulete nyiradi baada ya swala zote. Kwa hiyo hizo ni nyiradi ndugu zangu, tunatakiwa tuzisome baada ya swala, na tumeeleza namna ya kuzisoma. Kwa ukumbusho kwa haraka, salatul fajiri, ukishatoa salamu na kusema istighfar mara 3, unasema astaghfirullah 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 mara 3, kisha unasema Allahumma anta salam. Baada hapo unasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 10. Kisha unasema Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar mara 7. Kisha baada ya hapo unaendelea na nyiradi nyingine. Tujitahidi inshallah, Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao atupe taufiki inshallah ya kuleta nyiradi baada ya swala, sababu kila mtu jamani ana shida zake, ana dhiki zake.
Kila mtu ana shida zake, ana dhiki zake. Kwa hiyo sema na Mwenyezi Mungu kimoyo moyo, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Na tumeona fadhila kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ukimswalia mtume sana sana, kwanza Allah na malaika wake wanakuswalia. Pia vile vile faida nyingine ni kwamba dhiki zako, shida zako, mazito yako yanatatuliwa kwa baraka salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine ni kwamba Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yako kwa sababu ya salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume ametusisitiza sana tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa Ijumaa na kuamkia Ijumaa. Na usiku wa Ijumaa ni lini? Ni kesho Alhamis. Kwa mfano leo si Jumatano, usiku wa leo ni usiku wa Alhamis. Sawa, na Alhamis kesho time kama hii itakuwa ni usiku wa Ijumaa. Kwa hiyo tumsalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati wa kulala msalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata upo kitandani mpaka ule yani akili yako inazimika kwa usingizi, unazimika usingizi na wewe uko na swala ya mtume, huwezi ukalala hivi hivi, utakuwa umepata faida kubwa sana, tofauti na mtu ambaye atakuwa amelala na huwa anachati na simu, anachati na simu. Na hizi simu subhanallah ni mtihani mkubwa. Unaweza kujikuta unasinzia kitandani mpaka simu inataka kudondoka. Sawa? Na hizi simu hizi kama utakuwa unafanya ibada kitandani, unaleta uradi, lazima usinzie. Lakini ukiangalia kwenye TikTok na mambo ya ajabu ajabu, wala husinzie. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kumswalia mtume sana sana. Na tumemwona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah amesema inasisitizwa sana, hasa anapotajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aswaliwe sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo zuri sana sana. Ndio maana kuna baadhi ya nchi za Kiarabu, wengine hasa kwa mfano nchi ya Saudia, Wasaudi wana mila na desturi moja. Wasaudi kama hawakujui jina wanakuita Muhammad. Kwa hiyo kila mwanaume Saudia ni Muhammad kama hamjui jina. Muhammad taala, sababu hakujui jina. Ukimwambia bwana mimi sio Muhammad, ambia wewe Muislamu? Mimi Muislamu. Sasa kwa nini sio Muhammad? Mimi na jina langu fulani, sawa. Lakini ya Muhammad taala, yani kitu cha kawaida sana. Sawa? Muhammad, na hakuna jina zuri nafaa kuwepo nyumbani jamani kama Muhammad. Sio Muhammad. Sio Muhammad au Muhammadi au Mudi, Muhammad. Sauti yenyewe inatoka hapa kama ina samli. Muhammad, sio Muhammad. Kuna wengine Muhammad inakuwa Muhammad. Muhammadi, Mudi, hapana, ni Muhammad. Kama vile Ahmad, sio Ahmed, Ahmad. Hata kule kama ni vizazi na vifo, waambie bana huyu mimi ni Muislamu, hili jina liandikeni, ni jina la mtume ili wajaa min ba'di ismuhu Ahmad, sio Ahmed, sio au Hamadi. Huyu anaitwa Hamadi, Ahmad. Tumeelewana jamani? Lakini tumsalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam, sana tumsalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume, hadithi ya mwisho kabisa, mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man qala fil yawm 100 marra, Muislam ambaye atakayesoma uradi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 100 kwa siku, anaandikiwa thawabu 100, anafutiwa dhambi 100, anapandishwa daraja. Ile siku anakuwa chini ya malaika wanamfuatilia. Tumeelewana vizuri? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 100. Na uradi mwingine mtume anasema man qala subhanallahi wa bihamdihi 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 mara 100 kwa siku, mtume anasema, hadithi katika Sahih Muslim, huttat khatayahu, anafutiwa madhambi yake, wa in kanat mithla zabadul bahr, hata kama itakuwa yale madhambi ni kama povu la baharini. Povu, unajua baharini kuna povu. Kwa wale ambao tulikuja na treni, tunakuja na mabasi kutoka mikoani, ukimwambia baharini kuna povu,
atashangaa. Lakini kwa mtu wa Kilwa huko, watu kutoka Pemba huko, ni kitu cha kawaida, watu wa pwani, sawa, na watu kenda huko nani Mwarongo, Pangani. Lakini kwa mtu kutoka huko, kutoka Singida, Dodoma huko, Tabora, Kigoma kwetu, ukimwambia bana baharini kuna povu, anasema bahari na povu, hakuna hiyo haipo hiyo, naambia haipo, acha waulize wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, nyiradi tumeziacha. Neno dhikri katika Qur'an, dhikri katika Qur'an, neno dhikri limekaririwa katika sura 114 mara 65 umri wa mtu. Hii ni ishara kwamba tumtaje sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah atupe afya njema, atufutie madhambi yetu, atunyoshe mambo yetu, atupe vizazi vyema. Wagonjwa walioko hospitali, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa wengine hapa hospitali jirani yetu hapa Apala, Allah wamekuja hapa ni wagonjwa, Allah wape afya njema, na Allah awape taufiki madaktari waweze kuwatibu, na wagonjwa wote walioko manyumbani, hospitali mbalimbali, Allah wape afya njema. Tunamuomba Allah atupe baraka katika nchi yetu, atupe amani katika nchi yetu, atupe utulivu katika nchi yetu. Tunamuomba Allah atuongezee neema ya amani na utulivu katika nchi yetu. Yule ambaye ya Rabbi tunakuomba, wewe ndiye uliomba mbingu 7 na ardhi 7, na ndiye uliyeiumba Tanzania. Ya Rabbi, neema hii ya amani iliyokuwepo wakati huo mpaka leo ipo, wewe ndiye umeiweka. Akitokea kuna Mtanzania, ni sababu ya Watanzania kukimbia makazi yao, kuumizana wao kwa wao kwa sababu ya maslahi yake, Allah unamjua, shughulika naye. Wa Tanzania tubakie salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kuna swali limeulizwa hapa. Kuna watu wameuliza, wanasema wanasikia darasa huko nje, wanataka kuwa wanatuma maswali kwa njia ya message itakapofika muda wa maswali. Mimi namba zangu za simu ziko free, sina namba ya siri. 0715 915 008, namba yangu ya Tigo zamani, yes. 0715 915 008. Namba nyingine 0784 Airtel 0784 915 008. Kwa hiyo darasa letu litakapokuwa linaendelea, kama una maswali utakuwa unatayarisha maswali yako. Wakati wa adhana darasa limekwisha, nitakuwa nafungua simu hapa, hasa hii kwenye Tigo, nitakuwa nafungua, tutayasoma maswali, lakini usiandike jina lako kwamba wewe ni nani, sawa? Usiandike jina lako kwamba wewe ni nani, ili tuweze Faidika online, utapata la duniani. Ukipenda kuniona pale wakati na swali, wakati nasoma baraza nje, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, ndo mimi kingwendulie mzee wa la duniani. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike, upate la duniani.